Katika historia ya diplomasia ya kimataifa, hakuna kiongozi aliyewahi kuacha alama ya matukio ya ajabu na yasiyotabirika kama aliyekuwa kiongozi wa Libya, marehemu Kanali Muammar Gaddafi. Moja ya matukio yaliyoshangaza wengi na kuvutia vyombo vingi vya habari duniani lilitokea mwezi Novemba mwaka 2009 alipokuwa ziarani jijini Roma, Italia, kuhudhuria mkutano wa Umoja wa Mataifa. Badala ya kufuata misingi ya kawaida ya kidiplomasia, historia inasema Gaddafi aliamua kuandaa kile kilichotangazwa kama pati ya kifahari ya VIP. Yaani hii ilikuwa ni sherehe kwa ajili ya wale watu maarufu pekee. Lakini kiliishia kuwa mhadhara mkali wa kidini. Kwanza kabisa kulitafutwa warembo 500 ili kufanikisha mpango wake. Ubalozi wa Libya nchini Italia ulikodi kampuni kubwa ya uwakala wa wanamitindo na waandaaji wa hafla iitwayo Hostess Web. Kampuni hiyo ikatoa tangazo la siri likitafuta wasichana warembo 500 wa Kiitaliano. Vigezo vilikuwa vikali. Umri ni kati ya miaka 18 hadi 35, urefu wasipungue mita 1.70 yani futi 5 hadi inchi 7, na mavazi walitakiwa kuvaa maridadi lakini kwa adabu zaidi. Hawakuruhusiwa kuvaa nguo zenye kuonyesha maungo yao. Wasichana hawa wakaahidiwa kulipwa posho ya kati ya €50 hadi €60 kama shilingi za Kitanzania 150,000 hivi kwa thamani ya sasa, kwa ajili tu ya kuhudhuria hafla hiyo walioamini kwamba ingekuwa na vinywaji, vyakula na kukutana na watu mashuhuri. Warembo hao walipowasili kwenye jumba la kifahari la ubalozi wa Libya lililopo Roma, waligundua haraka sana kuwa mazingira yale hayakuwa mazingira ya sherehe kama walivyoahidiwa. Hakukuwa na meza za vyakula, hakukuwa na vinywaji vya gharama kubwa na hakukuwa na muziki uliokuwa ukiendelea. Baada ya kusubiri kwa takribani saa moja, Kanali Muammar Gaddafi aliingia akisindikizwa na walinzi wake mashuhuri wa kike, Amazonian Guards. Historia inasema mhadhara wa saa 2 ukiambatanishwa na zawadi za vitabu vya dini badala ya kuwakaribisha kwa burudani, Gaddafi akisaidiwa na mkalimani wake alianza kutoa maneno marefu na maelezo ya hotuba yake yalijikita katika dini ya Kiislamu. Alieleza misingi ya Uislamu na kuwataka wasichana hao kuachana na mitazamo hasi ya kimagharibi kuhusu dini hiyo. Lakini pia aliongelea nafasi ya mwanamke. Alidai kuwa Uislamu unampa mwanamke heshima kubwa kuliko mifumo ya nchi za magharibi inayomtumia mwanamke kama chombo cha biashara na starehe. Lakini pia akaacha wito kwa kuwasihi warembo wao kujiunga na dini ya Kiislamu, akisema kuwa Ulaya inapaswa kuwa ya Kiislamu. Mwishoni mwa hafla hiyo, historia inadai kuwa hakuna mtu aliyepata hata glasi ya maji. Badala yake, kila mwanamke alikabidhiwa nakala ya kitabu tukufu cha Quran pamoja na nakala ya The Green Book, kitabu cha kijani, ambacho kitabu hiki kilikuwa kimesheheni fikra za kisiasa na kifalsafa za Gaddafi mwenyewe. Mtindo huu wa kipekee na wa kidiplomasia ukazua gumzo kubwa nchini Italia. Baadhi ya wasichana walirekodiwa wakilalamika kuwa walihisi kudanganywa na kutumiwa kama hadhira ya kulipwa, huku wengine wakiona ilikuwa ni fursa ya kipekee kukutana na kiongozi huyo mwenye ushawishi mkubwa. Hata hivyo, hili halikuwa tukio la pekee. Gaddafi akarudia tena mtindo huu wa kipekee wa pati za mhadhara aliporudi tena nchini Italia mwaka 2010 na kuacha historia ya aina yake ambayo wengi wanahitaji kuwa haitawahi kusahaulika kwa urahisi kwa nchi yake au hata nchini Italia. Una maoni gani kuhusu hili? Mimi ni Regina Baltazari. Don't forget to leave your comment behind.